أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mu'minin ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz anasema, leo asubuhi tumesali sala ya Idi na pia leo ni siku ya Ijumaa. Idi na Ijumaa zinapokutana kwenye siku moja, ipo kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isemayo kwamba watu badala ya kusali Ijumaa wanaruhusiwa kusali sala ya azuhuri tu, lakini katika sehemu nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba sisi tutasali Ijumaa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesali Ijumaa. Hivyo kwa mujibu wa hadithi hiyo nilikuwa nimemwambia Amir sahib ya kwamba watu wanaopenda kusali sala ya azuhuri wanaweza kusali kwa pamoja na wasisali Ijumaa. Pia kutokana na hali ya siku hizi, kikawaida Ijumaa haisalishwi misikitini. Watu wapo katika nyumba zao, na ikiwa huko nyumbani muda wanao, basi wanaweza kusali Ijumaa kama wanavyoendelea kusali hapo kabla, na endapo wana shughuli fulani basi wanaweza kusali sala ya azuhuri. Lakini sisi tukifuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo tumeamua kusali Ijumaa. Katika zama za Musleh Maud radhiyallahu anhu, safari moja ilikuwa imetokea hivi ya kwamba Idul Azhiya na Ijumaa zilikuja katika siku moja. Hapo watu mbalimbali wakatoa rai na maoni zao wakisema kwamba inabidi tusali sala ya azuhuri na Ijumaa isisalishwe. Musleh Maud radhiyallahu anhu akawajibu vizuri sana akisema ya kwamba Mungu wetu ni mkarimu mno, ambaye ametujalia Idi mbili. Sasa mtu akipatiwa chapati mbili zilizopakwa siagi, atakataje kuzipokea? Bali atazichukua zote mbili, isipokuwa awe na uzuru fulani. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa ruhusa ya kwamba ikiwa mtu kutokana na uzuru fulani asiweze kusali Ijumaa na badala yake anaswali azuhuri tu, hapo mtu mwingine asimlaumu. Na ikiwa yupo anayeswali sala ya Idi na pia anasali sala ya Ijumaa, basi naye pia asipingwe na mtu yeyote na asiambiwe kwamba kwa nini hukupata faida kutoka ruhusa hiyo. Hivyo ruhusa ipo, lakini kutokana na matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata kuelewa kwamba kama
asemavyo kuwa sisi tutasali ijumaa, hivyo tunaswali ijumaa, lakini hutuba itakuwa fupi tu, ambayo imetokana na baadhi ya maandishi ya Masihi Maud alayhi wassalam yanayoeleza shabaha ya ujio wa Masihi Maud alayhi wassalam, na ameeleza jinsi jumuiya yake inavyomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa khataman nabiyyin na ndiye mtume aliye hai, na ameeleza daraja na nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapinzani wetu wanatupinga wakisema ya kwamba sisi tukimwamini Sayyidina Ahmad alayhi wasallam Mungu apishe mbali, huwa tunavunja heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wapinzani wetu katika nchi ya Pakistan wanajivunia sana kwa kuyapitisha maazimio ya aina hii huko bungeni, ya kwamba ebu angalieni, sisi tukipitisha azimio la kuendikia maneno ya khataman nabiyyin pamoja na jina la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumefanya kazi kubwa mno na tumeonyesha mapenzi yake tuliyonayo moyoni. Ikiwa mioyo yao inatoa shahada ya jambo hilo na inawafanya wawe wenye kufuata mfano wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni jambo zuri. Lakini uhakika ndio huu ya kwamba matendo yao yamewapeleka mbali sana na mafunzo yale aliyokuwa ametupatia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wangefuata mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyatoa na akaonesha kwa matendo yake, basi wasingekuwa wenye kukata shingo za waislamu wenzao, na kwa haraka sana wangekuja katika baiati ya imamu wa zama aliye mtumishi mkweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapinzani wetu wanafikiri ya kwamba kwa kupitisha azimio la kuandika neno la khataman nabiyyin pamoja na jina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamefanya kazi kubwa na wameleta kizuizi fulani katika njia ya Ahmadiyya. Lakini watu hawa ambao kiakili ni vipofu hawajui ya kwamba hawa ni Ahmadiyya tu ambao wanaelewa na kufahamu makamu na daraja ya khataman nabiyyin kuliko wengine wote, na uelewa huo tumeupata kutoka kwa Sayyidina Ahmad alayhi wasallam. Maneno ya Masihi alayhi wasallam yana nguvu kweli kweli ambayo watu hawa hawezi kufikia karibu yake, na maisha yake yote yamejaa kwa mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata fikra za watu hawa haziwezi kufikia kule. Kuhusiana na hilo yapo maandishi mengi na maandiko mbalimbali ya Sayyidina Ahmad alayhi wasallam ambayo baadhi yao nitayaeleza katika muda huu kama mifano. Masihi Maud alayhi wasallam akieleza shabaha ya ujio wake na kuhusu maendeleo ya jumuiya yake, akiwahutubia wapinzani anasema, zipo shabaha mbili za kuja kwangu. Nimekuja ili waislamu wapate utakaso na uchamungu wa kweli na wawe waislamu wa kweli kama ambavyo ni matakwa ya Allah, yani kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwa utii wote. Na shabaha ya pili ndiyo hii ya kwamba nimekuja ili nivunje msalaba wa Wakristo, ili Mungu wao wakibandia apotelee mbali na dunia imsahau kabisa na ifanywe ibada ya Mungu mmoja tu. Akasema, hizi ni shabaha za ujio wangu. Sasa kwa nini watu hawa wananipinga? Wanatakiwa kukumbuka ya kwamba kazi itakayofanywa kwa unafiki na kwa uchafu wa kidunia kutokana na sumu hiyo itakusha yenyewe. Na ikiwa kuna unafiki moyoni mwangu na mimi ni mtu mchafu,
basi kazi yangu haitabarikiwa bali itaangamia yenyewe. Akasema, je, Mungu anaweza kufanikiwa? inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Bila shaka Mwenyezi Mungu hamuongozi yule apitaye kiasi. inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Bila shaka Mwenyezi Mungu hamuongozi yule apitaye kiasi. Mungu mkubwa alisema ya kwamba ili Mungu apate kuangamia, uongo wake unamtosha, na kazi zinazofanywa kwa ajili ya kudhihirisha na kuthibitisha jalali ya Mwenyezi Mungu na baraka za mtume wake, na mti uwe umepandwa na mkono wa Allah, malaika ndio wanaolinda mti huo, na hiyo si kazi ya binadamu. Ni nani awezaye kuongoa? Na huo ni ushahidi wa kutosha kwamba pale upinzani unapozidi, jumuiya pia inazidi katika maendeleo yake. Alisema, kumbukeni, ikiwa jumuiya yangu ni kama biashara tu, basi itafutiliwa mbali, lakini kama imetoka kwa Allah na kwa yakini imetoka kwake, basi hata kama dunia nzima iwe mpinzani wake, jumuiya hiyo itazidi na kuenea na malaika watailinda. Anasema, hata kama nisisaidiwe na mtu yeyote na niwe peke yangu, hata hivyo nina imani ya kwamba jumuiya hii itafanikiwa, na sijali upinzani wowote ambao ni jambo la lazima kwa ajili ya kuiletea jumuiya yangu maendeleo. Haijawahi kutokea kwamba mtume wa Mungu au khalifa wake amekuja duniani na watu wawe wamemkubali tu. Hali ya dunia ni ya ajabu sana. Hata kama mtu awe mkweli kiasi gani, watu wa dunia hawamwachi bali wanaendelea kumshtumu. Alisema, hii ni fadhili ya Allah ya kwamba jumuiya yangu inaendelea kupata maendeleo yasiyo na kifani. Khalifa mtukufu anasema, sisi ni mashahidi ya kwamba waumini wa jumuiya yake wanapatikana katika nchi zaidi ya 200. Na pale alipokuwa alisema kwamba wapo mamia, na katika zama hii kila mwaka malaki ya watu wanafanya baiati yake. Alisema ya kwamba shabaha hasa ya kuanzishwa kwa jumuiya hii ndiyo hii ya kwamba watu waachane na machafu ya dunia na wapate utakaso wa kweli na waishi maisha ya kitawa. Hivyo kwa mujibu wa kauli ya Sayyidina Ahmad Islam, huu ni wajibu wetu sote ya kwamba sawa na mafunzo ya kweli ya Islam tubadilishe hali zetu, na hiyo ndiyo njia hasa ya kufunga midomo ya wapinzani na kupata ushindi juu yao. Kisha Sayyidina Ahmad Islam akieleza imani yake na imani ya jumuiya yake iliyokamilika, na akitangaza kuhusu utii wa kweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema, nasema kweli, tena nasema kwa kuapa kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba mimi na jumuiya yangu ni Waislamu, na jumuiya yangu inamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani tukufu kama vile Muislamu wa kweli anavyostahili kuamini. Nina yakini kwamba kukanyaga hata hatua moja nje ya Islam ndiyo sababu ya kuangamia, na imani yangu ndiyo hii kwamba kadiri mtu anavyoweza kupata neema na baraka na kadiri anavyoweza kupata ukaribu wa Mungu, huweza kupata tu kwa kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli na kumpenda kikamilifu. La sivyo, hapana, hakuna njia yote ya wema isipokuwa njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, hii pia ni kweli kwamba siamini kamwe kwamba Nabii Isa alikwenda mbinguni akiwa hai na kiwiliwili chake, na yungali hai mpaka sasa, kwani kuamini hivyo humfedhehesha sana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumvunjia heshima yake. Nami siwezi kuvumilia kashfa hii hata kidogo.
wote wanajua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 63 na kaburi lake lipo Madina, na kila mwaka maelfu na malaki ya mahujaj pia wanakwenda huko. Sasa kama kuamini kifo cha Nabii Isa au kumnasibishia kifo ni kukosa adabu, basi nasema kwamba kwa nini uvunjaji huo wa heshima na kukosa adabu kumhusu mtume sallallahu alaihi wasallam kunakubaliwa? Lakini nyinyi mwasema kwa furaha kubwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kafariki. Wasomaji wa maulidi huimba kwa sauti nzuri wakieleza habari za kifo chake, na hata mbele ya makafiri mnakiri bila kusita kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafariki. Sasa sielewi kwamba kifo cha Nabii Isa alayhi salam kina shida gani, kwamba mnashikwa na hasira kali. Khalifa mtukufu anasema hata katika zama hizi pia wapo watu na madhehebu kadhaa na maulama wanaopiga kelele wakisema, ebu angalieni watu hawa wamekufuru. Wengine wamekataa wakisema kwamba Isa hatakuja, na wengine wanasema kwamba Isa atakuja, lakini huyu si Isa yule, bali yeye yuko hai na kiwiliwili chake. Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema, tusingehuzunika kama mngetokwa na machozi kwa kusikia habari ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini masikitiko ni kwamba mnakubali kifo cha khataman nabiyin na mkuu wa ulimwengu kwa furaha kubwa, na kumhusu yule ambaye mwenyewe anakiri kwamba hastahili hata kuilegeza gidamu ya viatu vya mtume sallallahu alaihi wasallam, mnaamini yu hai, na neno la kifo chake likitoka tu kutoka kinywani mnaghadhibika. Endapo mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa hai mpaka sasa, kusingetokea shida yote, kwa sababu alikuwa ameleta mwongozo wenye shani kubwa ambao mfano wake haupatikani duniani, na akaonyesha zile hali za kivitendo ambazo hakuna yeyote awezaye kuleta mfano wake kuanzia Adamu hadi wakati huu. Alisema kwamba mimi nawaambieni kweli kweli kwamba kadiri dunia na Waislamu walivyomhitaji mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakumhitaji Nabii Isa alayhi salam kiasi hicho. Tena yu mkarimu na ndiye mwenye baraka. Alipofariki, hali ya maswahaba ikawa kwamba walipotewa na fahamu, mpaka Hazrat Umar akatoa upanga na akasema kwamba yeyote atakayesema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki nitamkata kichwa chake. Katika hali hii ya mahangaiko, Mwenyezi Mungu akamjalia Abubakar Siddiq nuru maalum na busara. Yeye aliwakusanya wote, akatoa hutuba na akasoma aya isemayo, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume, na mitume wote waliokuja kabla yake wamekwisha fariki. Alisema, fikirini sasa na semeni kwa kutafakari kwamba kwa nini hata Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alisoma aya hiyo alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa na maksudio na shabaha gani, hususan katika hali maswahaba wote walipokuwepo. Nasema kwa yakini, nani hamwezi kukataa kwamba mioyo ya maswahaba ilishikwa na huzuni kubwa kutokana na kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, ambacho walikiona kimetokea wakati usiofaa na kabla ya wakati wake. Hao hawakupenda wasikie habari za kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, hususan katika hali ambapo sahaba mtukufu sana kama Sayyidina Umar akiwa na mahangaiko, huzuni yake kubwa isingeweza kuondoka isipokuwa aya hii ingewatuliza. Kama wangelijua au kuwa na yakini kwamba Nabii Isa yungali hai, basi wangejifia papo hapo. Walikuwa wapenzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wasingali vumilia uhai wa yeyote min ghairi yake.
basi wasingewezaje kujionea wenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki na kuamini kwamba nabii Isa alayhi salam yungali hai? Ilmuradi Abubakar alipotoa hutuba ndipo wakatulia. Wakati huo maswahaba wakawa wanasoma aya hiyo wakipita katika mitaa ya Madina na wakafikiri kwamba aya hiyo imeshuka leo. Wakati huo Hassan bin Thabit alitunga shairi la kuomboleza ambamo alisema, kunta sawada linaziri fa ame alayka naziru man shaa ba'daka falyamut fa alayka kuntu haziru. Kwa kuwa aya iliyotajwa juu ilieleza kwamba wote wamekufa, ndiyo sababu Hassan pia akasema kuwa sasijali mauti ya mtu yeyote awaye. Jueni kwa yakini kwamba baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, kubaki hai kwa mtu yote kulikuwa ni jambo zito sana, kwa maswahaba nao wasingaliweza kulikubali. Hivyo wakati wa kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ilikuwa imani, hii ilikuwa ijmaa ya kwanza iliyofanyika duniani, na humo swala la kifo cha nabii Isa likaamuliwa kabisa. Kisha Sayyidina Ahmad al-Islam akieleza nafasi na cheo cha mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu yule ambaye kwa kupitia dhati yake na sifa zake na matendo yake na amali zake na kwa kutumia mto wenye nguvu ya ruhania yake alionyesha mfano kamili wa kielimu na kimatendo kwa ukweli na uimara wake wote, na akaitwa mtu aliyekamilika. Hakuna jambo lililoachwa nyuma, bali alikuwa mfano katika elimu na matendo kwenye ukweli na uimara, na ndiyo sababu kaitwa mtu aliyekamilika. Kisha akasema, mtu huyo aliyekuwa kamili kuliko wote na akawa mtume aliyekamilika na akaja na baraka zilizokamilika, ambaye kutokana na athari yake ya kiroho kiyama ya kwanza ya dunia ikadhihirika, na kutokana na ujio wake ulimwengu mzima ukafufuka na kupata maisha ya kiroho. Yani yule nabii aliyebarikiwa ni Khatamul Anbiya, imamu wa watukufu, muhuri wa mitume, fahari wa manabii, ni bwana wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ewe Mungu mpendwa, umsalie mpendwa huyo na umjalie rehema ambayo usiwe umemjalia yote duniani. Ikiwa nabii huyo mwenye shani kubwa asingekuja duniani, mitume wote wadogo wadogo waliokuja kabla yake kama vile ni Yunus na Ayubu na Masihi bin Maryamu na Malaki na Yahya na Zakaria na kadhalika, tusingekuwa na dalili yoyote ya ukweli wao, ijapokuwa wote walikuwa wapendwa wa Allah waliopata ukaribu wake. Hii ni hisani ya mtume huyo ya kwamba watu hawa pia wakachukuliwa ndio wa kweli duniani. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu kwa siku zote atujalie ili tuweze kutambua na kuelewa uhakika wa cheo na nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na atujalie ili tuendelee kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na atujalie ili tuweze kuinama zaidi mbele ya Allah. Na hiyo ndiyo njia pekee ya kuthibitisha kwamba sisi tunampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kwa moyo wetu wote, na kwa njia hiyo tunaweza kuwajibu wapinzani wetu. Yani matendo yetu yatakuwa majibu ya upinzani wa maadui zetu. Mwenyezi Mungu atujalie. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر